Karibu katika kipindi cha malezi na teknolojia, kipindi kinachomsaidia mzazi wa leo kulea mtoto wa kesho katika dunia inayoongozwa na teknolojia. Kitabu cha Mithali sura 22 mstari wa 6 kinasema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Hebu tuanze kwa swali hili. Je, mtoto wako anakuwa katika dunia gani? Anakuwa katika dunia ya vitabu au dunia ya skrini? Watoto wa leo wanazaliwa wanakuta simu, television, internet na mitandao ya kijamii tayari ipo. Hawa ni watoto wa kizazi cha kidijitali. Lakini mtoto wa kidijitali ni nani hasa? Na mzazi ana nafasi gani? Swali muhimu, mtoto wa kidijitali ni nani? Mtoto wa kidijitali ni mtoto anayekuwa katika mazingira yaliyojaa teknolojia, simu janja, television, kompyuta, tablets na internet. Kwa mtoto huyu, teknolojia si kitu kipya, bali ni sehemu ya maisha ya kawaida. Kwa nini mtoto wa leo ni tofauti na mtoto wa zamani? Kwa sababu mtoto wa leo hujifunza kwa kuona na kusikiliza haraka kupitia skrini. Anafahamu mambo mengi mapema, lakini pia hukosa uvumilivu, umakini wa muda mrefu na mawasiliano ya ana kwa ana kama hatasimamiwa vizuri. Tujiulize, je, hii teknolojia ni hatari au ni fursa? Jibu ni vyote viwili. Ni hatari ama ni fursa. Teknolojia inaweza kuwa daraja la maarifa, lakini pia inaweza kuwa mtego kama mzazi hayupo karibu. Ni changamoto zipi kubwa zinazowakabili watoto wa kidijitali? Changamoto kuu zinawakabili watoto wa kidijitali ni uraibu wa simu na michezo ya kidijitali, kupungua kwa mawasiliano ya ana kwa ana, kudhoofika kwa nidhamu na uvumilivu, kupungua kwa muda wa kusoma, kucheza na familia. Ni dalili zipi zinazoonyesha mtoto ameathiriwa vibaya na skrini au teknolojia? Dalili zinazoonyesha kuwa mtoto ameathiriwa ni pamoja na kukasirika anaponyimwa simu, kukosa usingizi, kushuka kwa umakini na maadili, kutopenda kuzungumza na wazazi. Uyatawale maisha yangu, nipe baraka tele, unipe amani, upendo na nuru, niyaone mema yaliyo mbele yangu. Akili zangu, moyo wangu mikononi mwako, Baba yangu nakuomba unitakase. Bwana, umekuwa mwema kwangu, nimeomba nitambulishe, umenitambulisha. Naomba sasa Bwana uniinue, niepushe na haya mawe ya rushwayo. Nimeomba wema wako umenipatia, nami Bwana nitakusifu, nitakuangazia. Nimeomba nuru umenipatia, najua ni kusudi lako niishi. Mungu ninakuomba unipe
Je, mzazi anaweza kutumiaje teknolojia kama fursa? Mzazi anaweza kuchagua maudhui yenye faida ya kielimu kujifunza pamoja na mtoto. Kutumia teknolojia kujenga vipaji, kuimarisha mawasiliano na mtoto. Je, kumzuia mtoto kabisa kutumia simu ni suluhisho? Hapana. Suluhisho si marufuku, bali ni mwongozo wa mipaka. Mtoto anahitaji kuelekezwa, si kukataliwa. Mzazi anatakiwa afanye nini leo? Mzazi anatakiwa kuweka mipaka ya matumizi ya skrini ama teknolojia, kuwa mfano bora wa matumizi ya teknolojia, kuwa karibu na mtoto, si kumpa simu, kujenga maadili, imani na mazungumzo nyumbani. Mzazi mpendwa, kumbuka hili. Teknolojia ni chombo, si mlezi. Mtoto wa kidijitali anahitaji mzazi wa kidijitali mwenye maadili. Anza leo. Simu isichukue jukumu la kulea mtoto wako. Jumapili ijayo katika malezi ya teknolojia tutazungumzia screen time, kiasi gani kinatosha kwa mtoto. Kila Jumapili saa 8. Kama hujasubscribe, ingia YouTube, andika Nuru House Channel, bonyeza subscribe, halafu bonyeza notify me ili uwe wa kwanza kupata taarifa pale tunaporusha kipindi. Ni mimi Anastasia, tukutane Jumapili ijayo.